hapa Zanzibar. Kwa namna pekee Mheshimiwa Khadija Salmu Ali, Naibu Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, na leo anamwakilisha Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Na fursa hiyo naomba nimtambulishe Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, namuona Mheshimiwa Balozi Hamis Omar, Mheshimiwa Masauni, alikuwa mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa vile vile, na mawaziri wengine wote mlioko hapa, waheshimiwa wabunge mlioko hapa na wawakilishi wote mlioko hapa. Namuona mmoja tulikuwa tunahangaika naye sana wakati tunakuja kutembelea site hapa, na nadhani umefurahi leo kuona kazi imefika wapi. Mheshimiwa Mohamed Ali Abdalla, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi. Ndugu Hamisi Mbeto Hamis, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo, ambaye unamwakilisha naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Profesa Caroline Nombo, katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, pamoja na Hamisi Abdullah Saidi, katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, na makatibu wakuu wote mlioko hapa. Balozi Mwanaidi Senare Majaa, mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Profesa William Anangisya, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Watendaji wote wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na kwa namna ya pekee nimtambue Dr. Mwita Mangola, mkuu wa taasisi yetu hii ya leo. Viongozi wote wa chama, viongozi wa serikali mlioko hapa, viongozi wetu wa dini, wakuu wa taasisi mbalimbali mlioko hapa, watumishi wa Institute of Marine Science naona hapa, Narmani na wengine wote mlioko hapa. Tena simameni kabisa. Wengine tulifahamiana zamani hizo wakati bado, asanteni sana, wakati bado natafuta PhD. Ndugu wananchi, waandishi wa habari, Mheshimiwa Rais, mimi nakuomba kwa heshima, muda umeenda na sitosema sana, na kuomba kwa heshima sana nimkaribishe naibu waziri wa Zanzibar, wasikie japo sauti yake kidogo, kwa sababu huyu ni mwenyeji wetu, na tukija huku anatukirimu vizuri sana, na ujenzi huu kila tukija kusimamia tuko pamoja nao. Naomba uje walau useme mapinduzi, alafu nitoe maelezo mafupi na kumkaribisha Mheshimiwa Rais. Mama Samia Mama Samia ra. Dr. Mwinyi Dr. Mwinyi ra. Hamasa Hamasara. Makomando Wazee wa DJ ngoye. Mkasi M3 safi. Tanzania tuko salama oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nimekaribishwa kuongea, itifaki yote naizingatia. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi, vijana wako hawa, nitaka tu kuwataja hayo makundi. Hao ni vijana wako wa hamasa, wako tayari, wanakusapoti muda wowote, mvua jua. Uongo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dakika chache na mimi nipende tu kusema kwamba sisi kama Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, kwa kushirikiana na Wizara ya Sayansi na Teknolojia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tutaendelea kusimamia, kutekeleza, kufuata maelekezo yenu kama viongozi wetu, kuendeleza elimu yote kuanzia ya msingi, maandalizi, elimu ya sekondari, elimu ya kati na elimu ya juu. Na tutaendelea pia kuitunza miundombinu yote ambayo wewe na Rais Dr. Mwinyi mnatuletea kwa manufaa ya Watanzania.
Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, asante na tunashukuru kwa uwepo wako, tunakupenda sana, karibu sana nyumbani. Mheshimiwa Rais, baada ya salamu hizo, naomba nianze kwanza na shukrani kwako wewe, kwa sababu hii ni mara ya kwanza kusimama hadharani tangu niteue kuwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, na kumteua vile vile naibu wetu Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir. Kwa niaba yake vile vile kutoa shukrani nyingi sana kwako Mheshimiwa Rais kwa kutuamini kuongoza wizara hii. Mheshimiwa Rais, vile vile naomba nikushukuru sana kwa kukubali kuja kufanya kazi hii ya kuzindua majengo haya ambayo yamekamilika, na kama alivyosema mkuu wetu wa chuo, ujenzi wake ni maelekezo yako mahususi uliotupa sisi kama wizara na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Naomba vile vile nitoe shukrani nyingi sana kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi kwa kuweka uzinduzi huu kama sehemu ya kuadhimisha miaka 62 ya Mapinduzi ya Zanzibar. Imesaidia kufanya shughuli hizi zifane sana. Sasa Mheshimiwa Rais, kama unavyofahamu, tunachokifanya hapa ni sehemu ya harakati za ujenzi Tanzania nzima ambazo zilianza kwa sababu ya maelekezo yako. Awali kabisa tulipopata fedha hizi za mradi wa Higher Education for Economic Transformation, fedha hizi zilikuwa zimeelekezwa zaidi katika kampasi za vyuo vikuu vilivyopo. Kwa mfano, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kampasi kuu au zile kampasi ambazo tayari zipo na kadhalika. Wewe uliamua kwamba fedha hizi zigawanywe kuhakikisha kwamba tunakwenda sehemu mbalimbali hapa Tanzania, mikoa mbalimbali, na kuanzisha ujenzi mpya ili kutawanya fursa za elimu ya juu hapa nchini. Matokeo yake, Mheshimiwa Rais, sasa hivi mradi wa HEET unafanya kazi kwa upande wa Tanzania bara, ujenzi mpya kabisa wa kampasi mpya katika mikoa 16. Lakini si hivyo tu, ujenzi unafanyika katika mikoa mingine yote kupitia Chuo Kikuu Huria kwa ile mikoa ambayo haina kampasi ya chuo kikuu. Matokeo yake, tunachokiona hapa ni sehemu ya kazi zifuatazo: ujenzi katika site 47 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; majengo mapya 130 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; maabara na karakana 309 kwa Tanzania nzima, bara na visiwani; mabweni na hosteli 26 hapa Zanzibar na sehemu zote za upande wa bara; maktaba, ofisi, nyumba za watumishi, zahanati, kafeteria. Jumla ya majengo ya namna hii 1177, na ukarabati wa facilities mbalimbali katika facility 48. Kwa hiyo kinachoonekana hapa ni sehemu ya ujenzi wote unaoendelea hapa nchini. Mheshimiwa Rais, ukienda kila mkoa utakuta shughuli hizi ambazo zinafanyika kwa sababu ya yale maelekezo yako. Kwa hiyo tunafurahi leo umekuja kuona matokeo ya maelekezo yako kwa nchi nzima, na kila utakapotembelea mkoani tutakuomba sehemu nyingine ujenzi takriban umekamilika. Mbeya kwa mfano, tutakuomba uje uangalie matunda ya maelekezo yako. Kwa hapa Zanzibar, Mheshimiwa Rais, Institute of Marine Science hapa Buyu, umeona ujenzi wenyewe, siwezi kurudia, lakini Suza na yenyewe tuna ujenzi wa takriban dola milioni 20. Na kwa upande wa Pemba, japo si mradi wa HEET, kuna ujenzi unaendelea wa kituo cha Chuo Kikuu Huria, na vile vile kile chuo cha Mwalimu Nyerere pale Kigamboni kinajenga vile vile kampasi kule Pemba iendane sambamba na kampasi ambayo tayari iko hapa Unguja. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi nafurahi, na nafurahi zaidi kwa sababu Institute of Marine Science kwa kweli nyumbani kwangu. Mimi nilifanya PhD, nilifanya kuhusu mambo ya uchumi wa samaki,
nilitumia muda mwingi sana na kina Narman pale Malindi Mzingani, na walinipa na ofisi, nikapata fursa ya kutembelea Zanzibar yote, na hata baada ya kumaliza nikatambuliwa zaidi Zanzibar kuliko hata bara. Kwa hiyo waziri wetu wa fedha huyu, na ni mtu makini na mahiri sana, balozi wetu Hamisi Omari, akaanza kunipa kazi yeye na naibu wake Amina, wakawa wananipa kazi za consultants, nikajipatia maisha mazuri sana kutokea hapa Zanzibar. Kwa hiyo ninapokuja hapa Mheshimiwa Rais, kwa kweli nafurahi sana, nimekuja nyumbani, na wala sitaki niongee zaidi, na kuomba kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, Mheshimiwa Rais, hadhara hii naomba kukusikiliza, Watanzania naomba kusikiliza, karibu sana uongee na sisi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Haya, shangwe wana hamasa, shangwe wakati tunamkaribisha Mheshimiwa Rais. Hamasa oye! Makomando mpo?